Jina langu mimi naitwa Shija Richard Shija. Kwa sasa ni mgombea wa nafasi ya urais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF katika uchaguzi ambao umepangwa kufanyika Agosti 16 mwaka huu wa 2025. Nilichukua fomu, ilikuwa Jumanne iliyopita, nilituma mwakilishi wangu akaenda kuchukua fomu TFF. Sasa baada ya kuichukua fomu nimeijaza, nimejaribu kuangalia mahitaji ya msingi yote, kwa maana ya kwamba kuweka nyaraka zangu za vyeti pamoja na kuandika malengo yangu kama zile fomu zinavyohitaji. Nimeweza kukamilisha vizuri, lakini kuna jambo moja limenikwamisha. Jambo lenyewe ni swala la kupata wadhamini kwa ajili ya kupata endorsement ya kushiriki uchaguzi huu katika nafasi ya rais. Mtakumbuka kwamba kanuni za uchaguzi za mwaka 2021 ambazo ndio zinafanya kazi hivi sasa zinaelekeza kwamba mgombea wa nafasi ya urais anatakiwa kupata endorsement ya taasisi zisizopungua 5 ambazo ni wadau kwa mujibu wa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Na taasisi hizo ni vyama vya mikoa ambavyo viko 26, kuna klabu za ligi kuu ziko 16, kujumlisha na 26 hapo utaona unapata 42, alafu pamoja na vyama shiriki ambavyo viko 5. Sasa hata kabla ya tangazo la uchaguzi huu, mimi nilikuwa ninajua kwamba nitaingia kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu, na sikuingia kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2021 kwa sababu nilidhani ni busara kumwachia Mheshimiwa Rais akamaliza vipindi vyake viwili vya utendaji kazi. Kama mtakumbuka, nilikuwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2017. Kwenye hii michakato hatuingii tu, tunaingia kwa nia ya kushinda. Kwa hiyo ule uchaguzi niliona kabisa, kwa sababu Mheshimiwa Rais amefanya kazi kwa kipindi kimoja cha miaka 4, sikuona kama kulikuwa na sababu ya kwenda kumpinga kwenye boksi la kura. Sasa hii 2025 nimeamua kuingia. Kama nilivyowaambia kwamba swala la endorsement limekuwa ni tatizo kubwa, na kwa sababu nilikuwa najua nitaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, mimi swala hili nimelifuatilia muda mrefu sana. Kimsingi ni kwamba endorsement zilishatolewa hata kabla ya tangazo la uchaguzi mkuu. Mtakumbuka kwamba tangazo la uchaguzi mkuu limetoka wiki iliyopita. Uchukuaji fomu ulianza Jumatatu na zimewekwa siku 5 tu kuchukua pamoja na kurudisha fomu. Leo Ijumaa ndiyo siku ya mwisho ya kuweza kurudisha fomu. Katika kipindi hiki kupata endorsement 5 wala lisingekuwa ni tatizo kubwa sana, hasa kwa watu ambao tumekuwa tukijishirikisha na mpira kwa muda mrefu, lakini pia kwa uzoefu ambao pia tunao kutokana na chaguzi ambazo zimepita. Ilikuwa sio jambo la shida sana, lakini tatizo ni kwamba endorsement kimsingi kilichofanyika ni kublock wagombea wasiingie kwenye uchaguzi. Katika wadau wote hao niliowataja 47, wadau 46 wote wamemwindozi Mheshimiwa Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Bwana Wallace Karia, kaka yangu, mhasibu mwenzangu, wamemwindozi aweze kuingia kwenye uchaguzi. Na jinsi ilivyokuwa inafanyika, Mheshimiwa Rais ni mtu mkubwa na mamlaka makubwa. Alikuwa anawaelekeza wahusika waweze kumwindozi. Na kumbukeni kwamba endorsement inatolewa na mtu mmoja tu mwenye muhuri. Anasaini pamoja na kuweka muhuri. Lakini kwa mfano chama cha mkoa, hiki chama kina watu wengi ambao ni wadau. Hakuna mkutano hata mmoja ambao umefanyika wa chama cha mkoa kwa mfano wote kukubaliana kwamba sisi tunamuendorse Mheshimiwa Rais. Vivyo hivyo club manake ni mahusiano ya mtu mmoja ya Mheshimiwa Rais pamoja na mtu ambaye ni mtendaji katika taasisi husika
ndio yametumika kufanya endorsement. Sasa kilichofanyika hapa ni abuse ya katiba pamoja na kanuni za uchaguzi. Kile kifungu ambacho kipo kwenye kanuni za uchaguzi, ile ibara ya 10, kifungu kile cha 4 pamoja na cha 5, ambavyo vinahitaji mgombea urais aweze kupata endorsement ya wadhamini wasiopungua 5, hakija kusudia kublock wagombea wasiingie kwenye uchaguzi. Lengo lake, intention ya kuweka kile kifungu ni kuhakikisha kwamba wagombea wanaokuja ni watu ambao wanatoka kwenye jamii ya mpira, kwamba ana uwezo wa kwenda kwenye chama cha mikoa, sio mtu mgeni. Watu wanasema tutakuendorse. Na hili halikuwa tatizo kabisa katika uchaguzi ambao mimi nilishiriki kwa mara ya mwisho mwaka 2017, halikuwa tatizo la msingi kabisa. Sasa lengo la kile kifungu ni kuhakikisha kwamba watu sahihi wanapatikana kwenda kugombea katika nafasi hizi za uchaguzi za TFF. Sasa anapojitokeza mtu mmoja, tena kwa bahati mbaya, rais wa shirikisho, mtu mwenye mamlaka ya juu kuliko mtu yoyote katika shirikisho la mpira wa miguu katika nchi hii, anapofanya endorsement 46 kasoro endorsement moja, maana yake ni kwamba huyu mtu anazuia watu wengine wasigombee, kwa sababu inajulikana kwamba taasisi moja ikisha kuendorse haiwezi kumuendorse mtu mwingine. Taasisi moja ina uwezo wa kumuendorse mtu mmoja tu. Sasa rais wa shirikisho ukimpigia simu katibu wa mkoa hawezi kukataa, hawezi kukukatalia kwa mamlaka uliyokuwa nayo, hawezi kukatalia kumuendorse. Sasa rais kampigia katibu, let's say mkoa wa kwanza, kakubali, mkoa wa pili, mpaka mikoa 26 hajamaliza, akaja kwenye vilabu, klabu cha kwanza hivi vya Premier League, mpaka klabu cha 15, kwa sababu kuna klabu moja ambacho nina taarifa za uhakika kwamba hakijamuendorse mheshimiwa rais, mpaka vilabu 15 kamaliza. Akatoka hapo akaja kwenye vyama vya mikoa, Tafka, cha waamuzi, wanawake, akamaliza vyote vitano, ameweka kwa pani endorsement 46. Yani ukimkuta mezani amekaa na endorsement zake ni sawasawa na mwalimu anayesahisha mitihani, zile barua za endorsement jinsi zilivyojipanga. Ni kama vile mwalimu anayesahisha mtihani sasa anasubiri kurejesha mitihani ya wanafunzi. Nadhani hatuwezi kwenda kwa namna hii, kwa hila za namna hii. Hatuwezi kuacha mpira uende kwa hila za namna hii. Mheshimiwa rais anaogopa nini? Amekaa madarakani kwa miaka 8. Amegombea mara ya kwanza mwaka 2017, amepata fursa ya kufanya mambo mema kwa miaka 4. Amegombea mara ya pili mwaka 2021, amepata fursa ya kufanya mambo mema kwa miaka 4 tena. Yeye ndiye mgombea ambaye ana advantage zaidi ukilinganisha na wagombea ambao ndio wanaingia kwa mara ya kwanza. Kwa nini anafanya hila za kuzuia watu wasiingie kwenye box kupigiwa kura? Nadhani sio sahihi. Na katika hili inabidi wadau wote tushirikiane kuweza kuweka mambo sawa sawa. Hili sio sahihi hata kidogo. Kilichofanyika hapa ni kwamba mheshimiwa rais ameabuse regulation kwa manufaa yake yeye binafsi. Hawa watu wanaofanya endorsement wasingeweza kumkatalia kutokana na mamlaka yake. This is a pure abuse. Lengo la hii regulation haikuwa kuzuia watu wengine wasigombee, kwa sababu kwanza ukiisoma tu katiba yenyewe ya TFF na hasa katiba za zama hizi, ni katiba ambayo inahitaji kuwe na mambo yote ya good governance, utawala bora, masuala ya demokrasia, masuala ya uwajibikaji, masuala ya transparency na vitu kama hivyo. Katiba yenyewe kwa sababu misingi yake ni good governance, isingeliweza kuweka kifungu kinachozuia demokrasia
ndani ya katiba ambayo imetengenezwa kwa misingi ya good governance isingeweza kuweka kifungu ambacho kinazuia demokrasia, kifungu ambacho mgombea mmoja mbaya zaidi ambaye yuko madarakani akiamua ana block wengine wasigombee. Huko ni kuzuia demokrasia. Tuwaachie wajumbe waweze kupata nafasi mwafaka ya kuweza kuwaangalia wagombea wote na kuweza kuchagua yule ambaye wanaona atawafaa katika kipindi kinachofuata cha miaka 4. Sasa hiki kilichofanywa na Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF Bwana Wallace Karia ni matumizi mabaya ya madaraka. Ni matumizi mabaya ya madaraka yake. Ni matumizi mabaya ya madaraka ya urais. Urais katika taasisi ni madaraka yanayotakiwa kuheshimika. Anapoingia mtu anaenda kuyatumia vibaya hayo madaraka, sisi tunapata shida ambao tunaona kwamba tunastahili kumheshimu Mheshimiwa Rais. Kama Mheshimiwa Rais hivi ndivyo anavyofanya, hivi ndio vitendo anavyovifanya, sisi tunapata shida kuendelea kumheshimu Mheshimiwa Rais kutokana na matendo yake. Sasa mimi nimechukua fomu kama nilivyowaambia na nimerudisha fomu na hakujawa na endorsement, lakini nimekuja na mambo 4 yanayofuatia baada ya kuwa nimerudisha fomu. Jambo la kwanza, nitaenda Baraza la Michezo la Taifa nikitoka hapa kupeleka barua ya kusimamisha huu uchaguzi mpaka haki itendeke. Leo ndio mwisho wa kurudisha fomu. Wale wote ambao walikuwa blocked manake hawakufanikiwa kuweza kurudisha fomu ambazo zenye endorsement. Tukisema kwamba tunaendelea na uchaguzi, tafsiri yake ni kwamba Mheshimiwa Rais anaingia kwenye boksi akiwa mgombea pekee. Kitendo hiki alichokifanya tayari ameshaunajisi uchaguzi. Na mbaya zaidi, mtu anayeunajisi uchaguzi ndio mtu ambaye tunamtegemea kama msimamizi mkuu wa mchakato wa uchaguzi. Tukumbuke rais wa TFF bado yuko madarakani hata katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu kinachoendelea. Maana yake ni kwamba kamati zote zilizopo chini ya TFF kwa mujibu wa katiba ya TFF ziko chini ya Mheshimiwa Rais, ndio mkuu wa taasisi. Kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hii abuse ambayo ameifanya, kwa sababu ya hii najisi ambayo ameifanya kwenye uchaguzi, mimi nitaandika barua, nitaliomba Baraza la Michezo la Taifa liweze kusimamisha uchaguzi mkuu wa TFF. Zoezi hili lirudiwe upya, lifanyike katika mazingira ambayo endorsement zimeachwa huru kwa wagombea wote wanaotakiwa kushiriki uchaguzi mkuu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, ninakusudia kumpeleka kamati ya maadili rais wa TFF. Ndiyo, ni rais wa TFF, lakini haimaanishi kwamba hastahili kuwajibika kwa maadili yaliyopo katika mpira. Rais wa TFF anatakiwa kuwa ndio mfano. Hatakiwi kuwa na doa hata kidogo. Anatakiwa kuwa ndio mfano wa kutekeleza maadili yote yanayostahili katika mpira. Kitendo chake cha kuamua kublock endorsement, kuamua kublock watu wasiingie kwenye uchaguzi kwenye box ili aingie peke yake, ni kitendo cha utovu wa maadili, ni matumizi mabaya ya madaraka. Matumizi mabaya ya madaraka ni utovu wa maadili, na kwa sababu ni utovu wa maadili, ninakusudia nikitoka hapa baada ya kuwa nimekwenda BMT, nitapeleka barua kwa katibu mkuu wa TFF nikielekeza kwenye kamati ya maadili hiyo barua kwamba inaelekea kwenye kamati ya maadili, ili watu wa maadili waweze kushughulika na unajisi huu, utovu huu wa maadili ambao umefanywa na rais wa TFF. Siku zote huwa tunasema kwamba katiba yetu na utendaji wetu uko independent. Kamati za uchaguzi, kamati za maadili ziko independent. Sasa tuzione zinavyoshughulikia swala linalomhusu Mheshimiwa Rais. Tunataka tuzione sasa zinavyoshughulikia kesi ya maadili inayomhusu Mheshimiwa Rais. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, tunayo
kamati ya rufaa ya uchaguzi kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi ambazo mpaka sasa ndio tunazifuata. Kamati ya rufaa ya uchaguzi kazi yake ni kusikiliza rufaa kutoka kwa wadau wakiwepo wagombea pale wanapoona kuna tatizo limetokea. Hapa mimi ninaona kuna tatizo limetokea. Tatizo la matumizi mabaya ya madaraka. Sio hilo tu. Kuna tatizo la watu kufanya endorsement kabla ya tangazo la uchaguzi. Tangazo la uchaguzi limetoka. Endorsement zimeshakamilika. Hao wagombea wengine watapata endorsement wapi? Kwanza huo ni utaratibu wa wapi? Unaenda kutangaza tangazo la uchaguzi huku ukiwa unajua endorsement zimeshatoka, zimekamilika. Huo ni utaratibu wa wapi? Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Ilitakiwa Mheshimiwa Rais naye afuatilie endorsement baada ya tangazo la uchaguzi. Sasa kitendo kile cha kupata endorsement kabla ya tangazo la uchaguzi, manake amekiuka taratibu za uchaguzi. Hili ni swala ambalo nitalipeleka kwenye kamati ya rufaa ya uchaguzi ili wachukue hatua zinazostahili. Sasa sitaki preempt hatua ambazo zinastahili. Inawezekana ni kumuondoa Mheshimiwa Rais kwenye mchakato wa uchaguzi. Wao wenyewe ndio watajua hatua gani zinastahili kwa mtu anapokuwa ametenda kosa la maadili, au labda kuongeza muda wa uchaguzi na kuweza kuzifuta endorsement ambazo zimekuwa blocked. Hiyo watajua wenyewe watu wa kamati ya uchaguzi. Hilo ni jambo la tatu ambalo nimelieleza. Na iko hivi ndugu zangu, haya masuala ya kutafuta udhamini sio masuala mapya katika chaguzi mbalimbali hapa nchini. Hata kwenye uchaguzi mkuu wagombea wa urais wanatakiwa wakatafute wadhamini, lakini hawawezi kutafuta wadhamini sasa kwa uchaguzi ambao utafanyika mwezi Novemba. Hawawezi kutafuta udhamini sasa kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba. Baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutangaza kwamba sasa mchakato wa uchaguzi umeanza, ndipo hapo watu wanapotakiwa sasa kuanza kutafuta wadhamini. Na inafanyika hivyo. Na ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Swala la kutafuta udhamini halijawahi kuwa kikwazo wala tatizo la mgombea kuto kushiriki uchaguzi. Sasa Mheshimiwa Rais ametengeneza mazingira ya kulifanya swala hili liwe tatizo. Sio tu tatizo kubwa kwa sababu lina block watu wasiingie kwenye uchaguzi. Ukiblock watu wasiingie kwenye uchaguzi, unawanyima haki ya msingi watu wanaostahili kuchaguliwa. Kumbuka tuna haki mbili. Kuna haki ya kuchagua kwa wale wanaostahili kwa mujibu wa katiba, na kuna haki ya kuchaguliwa kwa wale wanaostahili kwa mujibu wa katiba. Ukiangalia vigezo vyote hivi mtu umetimiza. Una miaka zaidi ya 25, umekuwa kiongozi katika mpira, vigezo vyote umetimiza. Lakini eti unashindwa kuingia kwenye mchakato wa uchaguzi kwa sababu endorsement zimekuwa blocked. Hili hatuwezi kuliacha hivi hivi. Kwa hiyo nitampeleka Mheshimiwa Rais kwenye kamati ya maadili na kamati ya rufaa ya uchaguzi ili ziweze kufanya kile kinachostahili, pamoja na BMT ambayo nimeieleza. Lakini pia lazima watu wafahamu kwamba watu wa mpira ni Watanzania. Watu wa mpira wa miguu ni Watanzania, kama walivyo watu wa mpira wa basket, watu wa mpira wa netball. Lakini sio tu watu wa mpira, hata wakulima, wafanyakazi, wafanyabiashara na kadhalika. Watu wote sisi tunawajibika, narudia tena, tunawajibika kuenenda sawasawa na matakwa ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kuna kifungu cha abuse of position, matumizi mabaya ya madaraka. Kitendo hiki alichokifanya Mheshimiwa Rais cha kusummon watu wanaostahili kupata endorsement wa kwanza mpaka wa 47,
huku ukiwa unajua kwamba wakitimia ni 46 kwa sababu huyo mmoja hajaendoza, huku ukijua kwamba hawa watu wakishafika tu 41, kwa maana kwamba wakishafika 42 hakuna mtu mwingine yoyote atakayeweza kupata endorsement na kuqualify kuingia kwenye uchaguzi. Maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais kwa makusudi amezuia watu wasiende kwenye uchaguzi, na amefanya hivyo kwa kuwataka watu ambao wana endorsement waende wakamfanyia endorsement. Hawa watu waliofanya endorsement tunaweza tukasema kila mtu si anaitwa kwa wakati wake. Kwani wewe unajua kwamba sasa hivi Mheshimiwa Rais amepata endorsement ya 5, ya 6? Wewe ukiomba kufanya endorsement unaenda unatoa endorsement kwa Mheshimiwa Rais, of course kwa heshima yake huwezi kumkatalia, si ndio? Basi angalau zingefika 10 kwa uzito wake, labda alitaka ziwe nyingi, basi angefanya hata 10 akaacha 37. Lakini mimi kimsingi kama ningelikuwa ni mimi ni rais niyepo madarakani, baada ya kufika 6 tu ningeacha. Kwa nini unaendelea kublock endorsement watu wengine wasiweze kuingia kwenye uchaguzi? Kwa hiyo kitendo alichokifanya hiki, hasa kwa kuzingatia kwamba hawa watu wote wako chini yake, kwa hiyo maana yake ni kwamba ametumia madaraka ya urais kuweza kublock wagombea wenzake wasiingie kwenye uchaguzi. Ninamheshimu sana Mheshimiwa Rais wetu wa mpira. Tulishirikiana kwenye uchaguzi mwaka 2017 akapata kura nyingi. Sisi wengine tukaamua kutulia kwa sababu tunaheshimu mamlaka. Sasa kitendo hiki anachokifanya hakilingani na sifa anazotakiwa kuwa nazo rais wa mpira, hakilingani. Sasa hilo la ukiukwaji wa sheria ya nchi tunaviachia vyombo vinavyohusika, lakini mimi ninaamini kwamba kwa hiki kilichofanywa na Mheshimiwa Rais ametumia vibaya madaraka yake, na matumizi mabaya ya madaraka ni kosa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Ni kosa kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa nambari 11 ya mwaka 2007. Sasa mimi nitafanya ninayoyaweza kama nilivyowaambieni. Kwanza ni kuandika barua kwenda Baraza la Michezo la Taifa kuzuia uchaguzi usiendelee, mchakato wa uchaguzi usiendelee kwa sababu ambazo nimeshazitaja. Pili ni kuiandikia kamati ya maadili iweze kuchukua hatua kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu kosa alilofanya ni kosa la kimaadili hili la kuzuia endorsement. Tatu, nafahamu kunapokuwa na uchaguzi kuna uwezekano wa kutumia kamati ya rufaa ya uchaguzi. Kila silaha lazima itumike katika kuutetea mpira wa nchi hii. Kila silaha lazima itumike. Katika hizo taasisi zote nilizozitaja, ninafahamu kwamba niko huru, nina uwezo wa kuamua kuandika barua na kwenda. Mtakumbuka kwenye uchaguzi uliopita mambo haya yalifanyika, lakini hakuna hatua ambazo zilichukuliwa, hatua za maana. Sasa uchaguzi huu hatuwezi kukubali. Tumeamua kuchukua hatua za maana na hatua za msingi za kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa uhuru, lakini unafanyika kwa haki. Wanaostahili wapate nafasi ya kugombea. Sio mtu mmoja ambaye ana maslahi na uchaguzi na yeye anagombea ana block endorsement. Hilo haliwezi kukubalika. Kwa vyombo vingine vinavyohusika wenyewe vitafanya uamuzi kwa nafasi yao, wanajua wanachotakiwa kukifanya, lakini vile ambavyo viko ndani ya uwezo wangu, kwa maana kuandika barua kwenye hizi taasisi 3. Ya kwanza Baraza la Michezo la Taifa, ya pili kamati ya nidhamu ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, nitaandika barua kupitia kwa katibu mkuu wa TFF, na ya 3 ni kamati ya rufaa ya uchaguzi kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi za mwaka 2021 ambazo ndio zinatumika mpaka sasa. Nitalitekeleza hilo mapema na ninajua niko ndani ya wakati. Nilitangulia kurudisha fomu ili nisije nikachelewa. Sasa fomu nimesharudisha, mimi ni mgombea na nipo ndani ya wakati kuweza kuziandikia taasisi hizi zote. Nitaziandikia ili hatua stahili ziweze kuchukuliwa.
lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na wa haki. Mheshimiwa Rais anapochaguliwa bila mizengwe inampa heshima kubwa, sio? Kwa kazi ambayo ameifanya, alitakiwa tu kuacha mchakato huru, na kama kweli anajiamini kwamba amefanya kazi nzuri, kwa nini unafanya mizengwe? Kwa nini unatumia mizengwe kwenye uchaguzi? Kwa hiyo hii swala la mizengwe ambayo inakiuka kanuni, mizengwe ambayo inakiuka katiba, hatuwezi kuliachia. Tutaenda kwenye taasisi husika, tutaenda kwenye kamati husika ili tuweze kuchukua hatua sahihi, uchaguzi wetu wa mpira uwe huru na wa haki. Ukinajisi uchaguzi, ukiunajisi mchakato wa uchaguzi, huwezi kupata viongozi wasafi. Viongozi wasafi hawawezi kutokana na mchakato ulionajisiwa. Viongozi wasafi wa shirikisho, na tunahitaji sana kupata viongozi wasafi. Viongozi wasafi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania katu hawawezi kupatikana kutoka kwenye mchakato wa uchaguzi ambao umenajisiwa. Tena anayenajisi kwa bahati mbaya ndio kiongozi mkuu wa mpira wa nchi hii, kiongozi mkuu wa shirikisho la mpira la nchi hii. Kwa hiyo ndugu zangu, na mheshimu sana kama nilivyosema Mheshimiwa Rais, kwa sababu mimi ni muumini wa kuheshimu mamlaka. Yeye ni rais ambaye mpaka sasa hivi yuko madarakani. Kwa hiyo nitatumia vyombo vya kikatiba kuweza kuwasilisha madai yangu ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapata uchaguzi huru na wa haki. Nawashukuru sana waandishi wa habari.